hata vitabu vyetu vimetueleza kwamba Mtume Muhammad alikuwa ni mtu mwema sana na mwenye kutenda matendo mema, lakini pia alikuwa ni mtu mtoaji kwa wale wenye uhitaji. Na Mtume Muhammad pia alikuwa mpenda amani sana. Jambo tunalofanya hapa leo ni jambo la amani, lakini pekee alikuwa ni mcha Mungu kweli. Kila wakati ilikuwa ni muda wa swala na dua. Kwa hili jambo ambalo mlifanya Sheikh Wilaya, nikupongeze wewe pamoja na kamati yako kwa kuandaa hiki kitu cha leo. Na naamini pamoja na kamati yako Mwenyezi Mungu atawabariki. Sasa leo namwakilisha mkuu wa mkoa. Kwa haya nitakayosema, yale yatakayokuwa mabaya yatakuwa ya kwanza, lakini yale yatakayokuwa mazuri haya yatakuwa mwisho wa mkoa. Anawashukuru sana kwa kumpa heshima hii yeye kuwa mgeni rasmi, na kwa sababu ya dharura. Wote tunajua kilichotokea katika mkoa wetu, kuna maafa makubwa yametokea kwa wenzetu wa Msoma. Kwa hiyo imebaki huko akiwa anashughulikia hayo majanga ambayo amepata ndugu zetu, lakini alipenda sana kuwepo kwa pamoja nani, na kwa sababu ya dharura imetokea hivyo. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Lakini Mtume Muhammad alituambia kwamba yeyote atakayemjengea nyumba yake au nyumba ya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi na yeye atamjengea jana au jumba la kifahari. Kwa sisi hapa leo tutafanya kazi kubwa ya kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba yake ya ibada kwa kuchangia kile kidogo tulicho nacho, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni kikubwa sana. Lakini pia Mwenyezi Mungu anatuambia, Mtume Muhammad anatuambia, mkono ulio juu ni bora zaidi ya mkono ulio chini. Kwa hiyo utakayetoa kwa mkono wako, basi utakuwa bora sana. Kwa naombe tunapoanza lambe yetu, basi tujitoe. Lakini pia Mwenyezi Mungu anasema, ikiwa mtamnusuru Mwenyezi Mungu na yeye atawanusuru. Kwa hiyo tutakapojenga nyumba hii ya ibada, nyumba tukufu, basi Mwenyezi Mungu atatunusuru pia. Lakini pia Mwenyezi Mungu anasema, anaendelea kusema, ikiwa mtafanya mambo yake yote, basi na yeye atayabariki mambo yenu. Kwa hili jambo tunaenda kulifanya ni jambo la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaombeni wote tutoe kwa moyo, tukiwa tunamwangalia Mwenyezi Mungu nyumba yake takatifu. Asalamu alaykum. Basi leo kwa kuwa tuna ratiba ndefu kidogo, mimi niseme hapa nimeshafungua rasmi alama hii, kwa maana sisi wote tuliopo hapa ndio ambao Mwenyezi Mungu ametuleta, na wale ambao hawajaji kwa ajili ya kumjengea nyumba yake ya ibada. Kwa tutoe kwa moyo, na mara nyingi unapotoa Mwenyezi Mungu anakuongezea. Sio shio. Ukitoa 10, Mwenyezi Mungu anakuongezea 10 au zaidi hapo. Ndio maana tunasema kutoa ni moyo na wala si utajiri. Mzee Zakaria, nikushukuru kwa namna ambavyo Sheikh Wilaya ameingia hapa. Tumekuwa kuwashika mkono mara kwa mara, lakini pamoja na watu wengine ambao wamekuwa wakishika mpaka hatua mliofika. Tumesikia taarifa hapa ya ujenzi wa msikiti mpaka pale ulipofika. Ni kazi kubwa imefanyika. Kuna wadau mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu aliwashika mkono akaudondosha pale kwenu, na jambo kubwa kuweza kufanyika. Basi tuwaombee heri yao, na wao Mwenyezi Mungu azidi kuongezea. Lakini naamini kwa kadri mliokadiria msikiti huu, inshallah utaenda kufanyika na utatokea, na ni msikiti wetu ambao sisi wote wanatamani tutaswali. Na tukitengeneza nyumba hiyo, maana yake tumetengeneza amani ya wilaya. Sababu kwa mafundisho ambayo mnayatoa, tunaamini yanaenda kutujenga kiimani, yanatutibu kiroho, na mambo yanaweza kwenda vizuri. Basi baada ya kusema hayo, niseme nimefungua rasmi lambe hii. Tutaendesha lambe kwa kadri ni msemo utuongoza. Tutaenda tukata kwa muda fulani, tupata swala, alafu tutaendelea na lambe. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kusikiliza. Pitch.
Asalamu alaykum. Naitwa Aisha katika Mheshimiwa Kibaki. Niko hapa kumwakilisha mbunge wetu Kibaki. Kabla sijasema mchango wake, niseme machache na salamu zake nyingi ambazo amezituma. Alikuwa afiki yeye, lakini kwa sababu ambazo zilizokuepukika ameshindwa kufika. Mheshimiwa mbunge amekuwa pamoja na sisi katika nyakati mbalimbali. Tutakumbuka mwaka juzi amefanya jambo hili la kuchangia msikiti huu shilingi milioni 5, lakini pia na jambo la 5. Lakini pia tarehe ambayo tunaenda kuipata jioni ya leo imeandaliwa na Mheshimiwa mbunge wa Kibaki, na jana tuliweza kufika pale ofisi ya shehe kukabidhi shilingi milioni 5 kwa ajili ya maandalizi ya shughuli hii inaendelea. Lakini pia mbali na hapo, leo katika tukio hili ameniagiza katika mchango wake wa shilingi milioni 1,500,000 kwa ajili ya kazi ya kumjengea Mwenyezi Mungu nyumba ya kuabudia. Baada ya kusema haya, nashukuru sana Mheshimiwa mbunge yuko pamoja na sisi kuhakikisha kwamba nyumba za ibada zinajengwa kwa ajili ya kuunga pia juhudi za Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana, tuendelee kumwombea, tuendelee kuombea taifa letu kwa pamoja. Asante. Mungu awabariki.